wewe badala ya kuja huku unakosema tunyoshee hapa tunyoshee ukuta, au uje sawasawa na ukuta huo ukifika hapa tunarudi hapa, ili eneo maana yake mzee Kipala badala ya kunyosha hapa kwa sababu kuna vyoo, tutakata hapa, busara ya kawaida. Na busara hiyo inabidi nikamuombe aliyenunua kiwanja. Otherwise mimi kazi yangu ni mambo mawili tu. Ikishindwa mediation, mnendeni mahakamani. Utaelewana naye wewe. Sasa sikiliza, ngoja nikwambie. Si hapa umesema? Haya. Chiguma. Tunanyosha hapa. Gonga hapa. Wakazi wa mtaa wa Buswelu A Mboga wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza wameishukuru serikali kufikia hatima ya kufanya utatuzi wa mgogoro wa mpaka wa eneo baina ya familia ya Mathias Lubango na halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Katika mtaa wa Buswelu A Mboga manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza inashuhudia ugeni wa viongozi mbalimbali ikitajwa kuwa timu ya utatuzi wa mgogoro wa mpaka baina ya eneo la halmashauri na mwananchi ambaye ni Mathias Lubango. Mkuu wa wilaya Ilemela Amiri Mkalipa ndo ameiongoza timu ya utatuzi wa mgogoro huo kufuatia agizo la mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda mara baada ya familia ya Mathias Lubango kuibukia kwenye vyombo vya habari wakidai mamlaka nyingine ziwasaidie. Licha ya mvua kunyesha, lakini kazi ya utatuzi ilifanyika na familia ya Lubango ikiambulia hatua 4 zilizokuwa na madai ya awali kwa mujibu wa serikali. Kuwa linagombaniwa, narudia tena, ni mpaka. Yeye anasema hatua 4, kiwanja chake kimeingiliwa na mwenye kiwanja cha mbele. Kwa hiyo utaratibu huo tumetumia busara pande zote mbili kuhakikisha mgogoro huu unakwisha vizuri, na tumekubaliana na nyinyi waandishi mmekuepo. Ameulizwa tuweke wapi beacon, amesema weka hapa, na huyu mwenye kiwanja cha mbele ameamua kutumia busara. Kwa hiyo busara hiyo imemaliza mgogoro kwa sababu akuchukuliwa kiwanja chake. Nashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kunirudishia kipande kangu. Nimekaona. Ninashukuru ofisi ya mbunge Kafiti William Kafiti. Kwetu sisi tumelizika kabisa, na mpaka sasa tuna amani, familia ina amani, haki yetu tumepata. Tunashukuru tu kwa kweli kwa Mheshimiwa Rais, mkuu wa mkoa, wametupambania katika huu mgogoro wao. Timu yao imekuja hapa imesolve kila kitu. Naishukuru sana serikali kwa namna ambavyo imekuwa na weledi kusikiliza kero ya huyu mwananchi ambaye alikuwa analalamikia eneo lake. Tumshukuru mkuu wa wilaya, amechukua maamuzi mazuri, amekuja amesikiliza na mgogoro umeisha. Na kwa kweli viongozi wa serikali wamepata mwemko wa kuja kutatua kero hii. Mimi ni wazii na nawashukuru pia waandishi wa habari kwa kupasa sauti kwa hili. Nashukuru Mungu, maamuzi iliyotokea imeenda sawa. Kwa hiyo tumeendelea kufuatilia kwa kweli, na mimi nimeufuatilia muda mrefu. Kwa sababu licha ya kuwa mwananchi wangu, lakini ni jirani yangu hapa. Nielewa, na ninafahamu ile eneo muda mrefu. Kwa hiyo na mimi na historia nalo nalijua. Kwa hiyo tunanishukuru sana, lakini ofisi ya DC pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kulichukua na wao na kuweza kulifanyia kazi. Ofisi ya mbunge inaendesha zoezi la kliniki ya ardhi kuanzia mwezi wa 2. Tutapita kata kwa kata, mtaa kwa mtaa kutatua migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi ni mingi. Kwa hiyo niwaombe sana, kama unahisi una maeneo yako ambao kidogo una shida au una shida ya mgogoro wa ardhi, kwa hiyo mjiandae. Lengo ni kuondosha haya mambo. Unajua kukiwa na migogoro mingi ya ardhi, hasa mambo ya ulinzi na usalama yanaondoka. Kuna watu wanauana kwa sababu ya hii hali. Mheshimiwa, mgogoro huu unaufahamu vipi mheshimiwa? Mgogoro huu naufahamu kwa sababu eneo hili lilikuwa liko kama reserve ya barabara, na watu wa eneo hili waliokuwa wanamiliki walilipwa na halmashauri ya jiji miaka ile ya nyuma, lakini baada ya lami kupita eneo halikuguswa la hao wananchi, na hao wananchi wapo. Kwa maana hiyo hao wananchi walipoona barabara haikufika wakaanza kudai kurudi kwenye maeneo yao. Ndio hapo mgogoro ulianzia. Baadhi ya wananchi wameeleza kufurahishwa na mwitikio wa serikali kutatua mgogoro na kuisaidia familia ya Mathias Lubango. Hii ni Tanzania Habari.